swali la Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa Iramba Mashariki. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa swali langu namba 473 lipatiwe majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kujibu swali la Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa jimbo la Iramba Mashariki, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuajiri watumishi wa kada za afya kwa miaka 5 mfululizo, ambapo kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2025 jumla ya watumishi 37,921 wa kada za afya wameajiriwa na kupelekwa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ya msingi kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021 mpaka 2026, halmashauri ya wilaya ya Mkalama imepokea jumla ya watumishi 316. Kati ya mwaka wa fedha 2024/25 ilipokea watumishi 11 na mwaka wa fedha 2025/26 ilipokea watumishi 149 wa kada mbalimbali za afya. Watumishi hawa wamepangwa kwenye zahanati na vituo vya afya na hospitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga bajeti na kuajiri watumishi wa afya na kuwapanga katika vituo vyenye upungufu katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Jessica Kishoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kuishukuru serikali kwa kuendelea kutupatia watumishi katika kada hii ya afya. Takwimu zinaonyesha kwamba tumevuka nusu ya target. Uhitaji ulikuwa ni watumishi 962 na sasa tuna watumishi 485. Tunashukuru sana. Mwaka jana umetuletea watumishi 87, mwaka huu umetuletea watumishi 62. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ni moja tu. Changamoto ni fedha za kujikimu kwa hawa watumishi. Zaidi ya milioni 120 zinahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, je, serikali haioni haja ya kutoa pesa kulingana na idadi ya watumishi wanaokuwa posted kwenye nafasi hizi za kazi ili kuondoa changamoto ya wao kufanya kazi wakiwa na stress, wakiwa wanahudumia wananchi wa Mkalama kwa kukosa fedha za kujikimu? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Jessica David Kishoa. Kwanza nianze kwa kumpongeza kwa maana ya kwamba anafuatilia sana wanajimbo la Iramba Mashariki na hakika umepata mbunge ambaye anawasemea kwa ajili ya changamoto zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutenga fedha na kutoa motisha kwa watumishi wetu. Mwaka wa fedha 2025/26, 26/27 serikali imetenga jumla bilioni 13 kwa ajili ya watumishi hawa, maana ya zile posho za kuitwa kazini, lakini pia imetenga jumla bilioni 10 kwa ajili ya posho ya likizo na imetenga jumla bilioni 7.5 kwa ajili ya posho za uhamisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua changamoto za watumishi wetu na namna inavyoweza kutoa motisha hizi ili kuwafanyia retention mechanism katika makazi yao, hasa kwenye zile halmashauri za pembezoni, ili waendelee kuchapa kazi na kuleta tabasamu kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kutoa motisha hizi ili kuhakikisha watumishi wetu nao wanapata tabasamu la Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Dr. Christine Mzava. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuuliza swali. Katika kata ya Liabukande iliyopo katika jimbo la Solwa, kuna kituo kizuri cha afya kimejengwa. Kuna jengo la upasuaji, kuna vifaa vyote, kuna madaktari, lakini hakuna mtaalamu wa kutoa dawa za usingizi. Je, ni lini serikali itapeleka mtaalamu wa kutoa dawa za usingizi ili huduma ziweze kufanyika? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Dr. Mzava, mbunge wa mkoa wa Shinyanga, na nimpongeze kwa swali hili kwa maana ya kwamba kweli tuna upungufu wa watumishi hawa wa kutoa dawa za usingizi, wataalamu wetu, lakini pia nimwelekeze mkurugenzi pamoja na DMO wakae pamoja waone namna ya kuajiri watumishi hawa angalau kwa mkataba ili waweze kutoa huduma katika kituo chetu cha afya. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo amesema Mheshimiwa mbunge kwamba kweli serikali tumejenga vituo vyetu vya afya maeneo mengi, ndio maana utaona kutakuwa na changamoto hii ya watumishi, na tumeshalichukua hilo na tunalifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunapeleka watumishi wa kutoa huduma hizi katika maeneo yote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.